Hivi sasa tunaelekea katika kumchagua rais atakayeshika utawala wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tunaelekea kuwachagua wabunge na kuwachagua madiwani. Nimeanza na utangulizi huu kwa sababu kuna baadhi ya ishara na alama zimeanza kujitokeza zinazoonyesha uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Leo hii tunafanya ibada zetu kama hizi kwa amani na utulivu. Tunafanya makongamano yanayohusiana na dini kwa amani na utulivu. Twafanya maulidi zetu kwa amani na utulivu. Lakini amani ikivunjika, ikavurugika, hatuwezi kuyafanya hayo tunayoyafanya. Sasa kumeanza kujitokeza maneno katika mitandao ya kijamii, lakini yameanza kujitokeza maneno pia kwa baadhi ya wanaharakati kudai maandamano Oktoba 29. Na kwa namna inavyoonekana maandamano haya hayatokuwa ya amani, japokuwa wao wanadai kwamba kuandamana ni haki ya kisheria kwa Mtanzania. Lakini tunaambiwa na watu wa mantiki, lisanul hali afsahu min lisanil maqal, ulimi wa matendo unakubalika zaidi na ni mfasaha zaidi kuliko ulimi wa maneno. Namna matendo yao yanavyojidhihirisha na wakati mwingine hutamka kwa maneno yao inaonyesha wazi wazi ya kwamba maandamano haya hayatokuwa ni ya amani. Na kwa nini wasichague wakati mwingine isipokuwa ni wakati ambao raia siku hiyo wanakwenda kuchagua, wanakwenda kupiga kura? Hii ni kutaka kuvunja amani, ni kutaka kuvuruga amani katika nchi yetu. Na wanafanya hivyo kwa sababu ya uchu wa madaraka. Na ndio maana tunachukua fursa hii kukujulisheni, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa mamlaka, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria nani atakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6. Ndiyo aliyekadiria nani atakayekuwa mbunge na nani atakayekuwa diwani. Sasa ikiwa umepambania nafasi hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala kajalia ukaipata, basi jua kwamba mipango yako imeafikiana na kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Ubada ibn Samit akamwambia mwanawe, ili wewe uwe na ladha ya imani ni pale utakapoamini anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Ni pale utakapoamini lile lililokupata halikuwa ni lenye kukukosa, na lile lililokukosa halikuwa ni lenye kukupata. Ukiamini hivi huwezi kuhamanika na kutaka kuvuruga amani ya nchi. Ndugu zangu katika imani, kalamu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iliandika mambo yote yatakayotendeka katika dunia hii, na kalamu ile iliandika kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anayajua yale ambayo hayajatendeka lakini yatakuja kutendeka. Kwa kila kinachojiri katika ulimwengu huu ni katika makadiri Allah, ni katika kadari zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qaddara al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi wa qabla an yakhluqa kulla shay'in. Alikadiria mambo kabla ya kuumba mbingu na ardhi na kabla ya kuumba kila kitu. Yeye ndiye aliyekadiria atakayekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kwanza katika nchi hii ni Mwalimu Nyerere. Allah ndiye aliyekadiria. Lakini yeye ndiye aliyekadiria atakayekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili atakuwa ni Mzee Mwinyi. Na ndivyo alivyokadiria rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa 3 atakuwa ni Mzee Mkapa. Na akakadiria rais wa awamu ya 4 ni Kikwete, na rais wa awamu ya 5 ni John Pombe Magufuli. Lakini Allah aliandika kabla an yakhluqa as-samawati wal ardi wa kabla an yakhluqa kulla shay'in, kabla ya kuumba mbingu na ardhi na kabla ya kuumba kila kitu,
kwamba Rais John Pombe Magufuli atatawala kwa muda wa miaka 6 na atakufa, na kwa sababu Allah ndiye aliyeandika makamu wa rais wa wakati huo atakuwa ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ndiye atakayeshika urais kwa muda wa miaka 4. Sasa ukishalijua hilo, ndugu yangu katika imani, huwezi kuhamanika na huwezi kuingia katika mtego wa kutaka kuvuruga amani. Sisi Waislamu tunaamrishwa tuamini qadari, na pale utakapoiamini qadari ndio utakuwa umeonja ladha ya imani. Ndugu zangu katika imani, sisi ni Waislamu na tumepewa jukumu la al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kazi ya kuamrisha wema na kukataza uovu. Na hii ndio imepelekea sisi tuwe ni khaira umma uliokuwa bora. Kwa lazima hili tuliseme na tuwatanabahishe Waislamu wasije wakaingia katika mtego wa kuandamana, kwa sababu maandamano haya hayana kheri. Dalili zinajionyesha wazi kwamba ni maandamano ya kuvuruga amani. Na wewe mtoto wa Kiislamu ukitoka ukaandamana siku hiyo na ikawa ni sababu ya wewe kuuawa, kwa sababu jeshi limekwisha jipanga, lazima lihakikishe kwamba amani inatawala katika nchi hii. Sasa wewe unaweza ukaandamana ukaingia katika mkumbo wa wale wanaoandamana hali ya kuwa wameshika silaha. Silaha ni silaha tu, hata kama utashika jiwe. Sasa ikatokea ukauawa katika maandamano hayo na wewe ni Muislamu, basi unakuwa umekufa kifo cha kijahilia. Kifo cha kijahilia ni kifo gani? Wanawazuoni wanatuambia aljahiliya ibaratu anil kufri bimanhajillahi wa rasulihi. Ujahilia ni ibara inayotokana na ukafiri kwa mwenendo wa Qur'ani na Sunna, namna ilivyoeleza Qur'ani na Sunna. Yani mtu anapokufa kifo cha kijahilia ni kana kwamba amekufa akiwa kafiri. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuwatanabaisha Waislamu wasijitokeze siku hiyo kwa ajili ya kuandamana, na kama watatoka basi watoke kwa lengo la kwenda kuchagua. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie juu ya haya, innahu waliyu tawfiq.